Na katika ripoti yako Azizi mtazamaji, hii leo visa vya kuwashika wanaume waliopashwa tohara hospitalini katika jamii ya Wakuria na kuwapeleka jandoni kwa ngariba kutahiriwa mara ya pili msimu wa sherehe za jandoni zinazidi kuongezeka. Jamii hii ya Wakuria wanaamini kwamba mwanaume kamili anafaa kupitia tohara ya ngariba wala si kupashwa tohara kwa daktari hospitalini. Mambia Nyansiri ni mwanahabari wa kujitegemea ambaye ni mwanafunzi katika chuo cha mafunzo cha utangazaji KIMC tawi la Eldoret na akatuandalia taarifa hii. Tazama. Baada ya sherehe za tohara za mwezi Disemba kukamilika miongoni mwa jamii ya Wakuria sehemu za Kuria Mashariki mtaa Ntimaru, waliosalia taabani sasa ni wale wanaume waliopashwa tohara pale hospitalini na sio jandoni kama ilivyo mila na desturi za jamii ya Wakuria. Hofu yao ni kwamba watashikwa na kulazimishwa kwenda jandoni kutahiriwa mara ya pili. Mtaa wa Ntimaru, masaa ya mchana, mwanaume huyu kati ya miaka 30 na miaka 35 mwenye taaluma ya walimu aliyekuwa kwenye shughuli zake za kawaida hakujua kwamba angelichukuliwa kwa lazima kwenda kupashwa tohara kwa mara ya pili. Anaonekana akishikwa kwa lazima na kutolewa mavazi, huku akimfunga shuka kumwelekeza kwa ngariba ili kupashwa tohara kwa mara ya pili, kulingana na desturi ya jamii ya Wakuria kwamba mwanaume kamili ni yule aliyepitia kwa ngariba na sio hospitalini. Lakini ni wazi kwamba mwanaume huyu hajafurahishwa na kitendo hiki, licha ya kwamba hana lolote la kufanya mbele ya wanaume hawa wenye fimbo na panga. Kitendo sawia na hiki sio mara ya kwanza kujitokeza miongoni mwa jamii hii. Jambo hili limesababisha wakazi kutoka maeneo mbalimbali wanaokaa katika eneo hili la Kuria kutoroka kila Disemba kwa hofu ya kutopelekwa jandoni kwa ajili ya kutahiriwa mara ya pili. Na sasa ni jukumu kwa serikali kuvulia njuga swala hili, kuhakikisha kwamba yeyote atakayepatikana akitekeleza kitendo sawia na hiki kukumbana na mkono wa sheria. Nikiripotia NTV mashinani kutoka kaunti ya Migori sehemu za Kuria Mashariki, jina langu ni Mambia Nyansiri.